Somo la kitabu cha nabii Yeremia, sura ya 31, aya ya 31 hadi ya 34. Angalia, siku zinakuja, asema Bwana, nitakapofanya agano jipya na nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda. Si kwa mfano wa agano lile nililolifanya na baba zao katika siku ile nilipowashika mkono ili kuwatoa katika nchi ya Misri, ambalo agano langu hilo walilivunja, ingawa nalikuwa mume kwao, asema Bwana. Bali agano hili ndilo nitakalolifanya na nyumba ya Israeli baada ya siku zile, asema Bwana. Nitatia sheria yangu ndani yao, na katika mioyo yao nitaiandika, nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Wala hawatamfundisha kila mtu jirani yake na kila mtu ndugu yake, wakisema, mjue Bwana, kwa maana watanijua wote, tangu mtu aliye mdogo miongoni mwao hata aliye mkubwa miongoni mwao, asema Bwana. Maana nitausamehe uovu wao, wala dhambi yao sitaikumbuka tena. Neno la Bwana. Somo la waraka kwa Waebrania, sura ya 5 aya 7 hadi ya 9. Yesu siku hizo za mwili wake alimtolea yule awezaye kumwokoa na kumtoa katika mauti. Maombi na dua pamoja na kulia sana na machozi, akasikilizwa kwa jinsi alivyokuwa mcha Mungu. Na ingawa ni mwana, alijifunza kutii kwa mateso hayo yalimpata, naye alipokwisha kukamilishwa akawa sababu ya wokovu wa milele kwa watu wote wanaomtii. Neno la Bwana. Injili ya Yohane sura ya 12 aya 20 hadi ile ya 33. Palikuwa na Wayunani kadha wa kadha miongoni mwa watu waliokwea kwenda kuabudu kwenye sikukuu. Basi hao walimwendea Filipo, mtu wa Bethsaida ya Galilaya, wakamuomba wakisema, Bwana, sisi tunataka kumuona Yesu. Filipo akaenda akamwambia Andrea, kisha Andrea na Filipo wakamwambia Yesu. Naye Yesu akawajibu akasema, saa imefika, atukuzwe mwana wa Adamu. Amini, amini nawaambia, chembe ya ngano isipoanguka katika nchi ikafa, hukaa hali hiyo hiyo peke yake. Bali ikifa, hutoa mazao mengi. Yeye aipendaye nafsi yake ataiangamiza, naye aichukiaye nafsi yake katika ulimwengu huu ataisalimisha hata uzima wa milele. Mtu akinitumikia na anifuate. Nami nilipo, ndipo na mtumishi wangu atakapokuwapo. Tena mtu akinitumikia, Baba atamheshimu. Sasa roho yangu imefadhaika, nami nisemeje? Baba, uniokoe katika saa hili. Lakini ni kwa ajili ya hayo nilivyoifikia saa hii. Baba, ulitukuze jina lako. Basi ikaja sauti kutoka mbinguni, nimelitukuza, nami nitalitukuza tena. Basi mkutano uliosimama karibu wakasikia, walisema ya kwamba kumekuwa ngurumo. Wengine walisema, malaika amesema naye. Yesu akajibu akasema, sauti hiyo haikuwako kwa ajili yangu, bali kwa ajili yenu. Sasa hukumu ya ulimwengu huu ipo. Sasa mkuu wa ulimwengu huu atatupwa nje, nami nikiinuliwa juu ya nchi, nitawavuta wote kwangu. Aliyanena hayo akionyesha ni mauti gani atakayokufa. Neno la Bwana.